Firdaus Center, viwanja vya kongamano kubwa la dua ambalo linafanyika hapa shule ya msingi Mkokozi, kwa leo takriban siku nne toka kuanza kwa jambo hili. Mengi yameanza kujitokeza hapa, na hii ni mara tu baada ya Dr. mume wa wachawi Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadiri kuambia wachawi majibu ya kilifu kwa siku ya jana kuamkia siku ya leo. Mimi ni ripota hapa Habib Sheikh Media, Babyface sura ya kitoto. Niko na mwenzangu hapa Heri Mpingashari, mtoto mama ntilie mboga saba zote za majani. Heri Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadiri akiwa na siku ya nne hapa. Siku ya kwanza akasema kwamba msukue yote hapa, lakini wachawi wasalimishe zana zao za kazi. Umejionea hili likoje? Kwanza kabisa Al-Habibi, asante kabisa kwa makaribisho haya, na imekuwa ni kawaida kwa sababu sisi ambao tunaotembea na Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadiri mikoa mbalimbali, sehemu mbalimbali ambao tunatembea nayo, tunashuhudia haya mara kwa mara. Lakini nimeshangaa kuona siku ya leo tunaingia hapa, mzigo umekuwa ni mkubwa kuliko sehemu nyingine ambazo tumetembea. Kama miezi 7 iliyopita tulikuwa pale maeneo ya Chaboko, kuna mzigo pia tumeona, na tulipigiwa simu na wenyeji wenyewe wakatuambia kwa jamani kuna jambo huku lipo, tukaenda tukashuhudia. Lakini huku panaonekana ni sehemu kidogo, lakini mambo yao ni mazito. Kwa nini mazito? Kwa sababu ya aina ya mzigo ambao tunakutana nao, na ni kitu kimoja kikubwa sana. Hii inaonyesha ni kukombolewa kwa maeneo haya, kwa sababu daktari amekuwa ni moja ya mkombozi wa watu ambao wanaoteseka kwa mambo ya kichawi na kishirikina. Na hapa amekuja siku ya kwanza tu wakatamba. Siku ya kwanza tu Sheikh Mkumba alitoa kodi kwamba kwa wale wachawi ambao wanaojiona wao ni wachawi kweli, Sheikh anapitia njia hii, ili mradi tu kama kweli mnajiweza muende mkamzuie yule, kwa sababu akishaingia tu nje maeneo husika, basi wachawi wanakuwa hawana tena kazi, hawana tena shughuli. Na ndicho ambacho wanachokifanya sehemu mbalimbali. Amekifanya pale Tabora, tulikuwa sote, Kigoma pia tulikuwa sote, uwanja wa Lake Tanganyika tulikuwa sote, lakini pia maeneo yote ambayo huwa tunatembea huwa anaacha mabala hayo. Ni mmoja ya watu ambao ana uadui mkubwa sana na wachawi na washirikina. Ni mtoto mdogo ambaye maadui zake namba moja ni wachawi na washirikina, na ndio maana anajiita mume wa wachawi. Si kwa maana ana mahaba nao, hapana, kwa maana ya anataka wakomboe watu ambao huwa wanateswa na masuala kama hayo. Na ndicho ambacho alichokuja kukifanya hapa katika ardhi hii ya Mkokozi, maeneo haya, tangu siku ya kwanza, leo siku ya 4. Lakini mabala tunayaona kama haya, watu wamerejesha vyombo vyao vya vitendea kazi, kwa jina lingine tunaita, wamerejesha vitendea kazi vyao, na nadhani kadri siku zinapokwenda watarejesha zaidi, kama alivyosema Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadiri. Tunaishi na msemo unasema kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Huyu mwenzangu Heri Mpingashari akiwa anazungumza, lakini yote ni kutokea hapa Firdaus Dua Center katika viwanja vya kongamano hapa shule ya msingi Mkokozi, ambapo tuko hapa takriban siku 4. Tutaishi hapa siku 8 ambazo tutakuwa tuko hapa. Endelea kufuatilia Top Zero TV, Makiro Online TV, Firdaus TV, Bato TV, bila kusahau Nundo TV. Kwa pamoja tukiwa tunashirikiana, tukipewa nguvu na Fatu Jasad, maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Ndani chupa moja ya maji kuna mchanganyiko wa maji aina 7 ndani yake. Tupate kuwasikiliza mashuhuda na wakazi wa eneo hili la Mkokozi ambapo tulipo. Ni wakazi ambao nimeanza kuwakusanya hapa. Tuko na huyu ni mmoja wa mashahidi, lakini pia ni mmoja wa wakazi wa eneo hili. Jina lako dada? Naitwa Aisha. Bi Aisha, uko hapa takriban siku ya 4 leo kwenye kongamano hili. Mzigo ambao amezungumza Sheikh Sharif kwamba jamani mzigo ya wachawi iletwe hapa. Umeshuhudia mzigo? Ndio, nimeona. Kwa macho yako, kwa masikio yako, wakati mzigo labda umeletwa wakazi wa eneo hili, umepata taarifa mzigo huu umeletwa saa ngapi? Tulikuwa taarifa kwanza asubuhi. Mzigo kwamba umeletwa, watu waliopita hapa asubuhi wamekuta. Ndio. Hawajui umeletwa saa ngapi? Ndio, hatujui. Kuna ishara yote labda ilitokea wakati hii mizigo inaletwa wakati huo? Hapana, sijui, bali mimi naishi mbali huko Mwanani. Ndio. Na ulipofika hapa bila shaka umekuja kuangalia kupitia dua hizi ambazo zinaongozwa na Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadiri, wewe nini kimekutokea takriban siku ya 4 leo? Yaani jana nilipochukua mafuta, nimeenda nyumbani, nimefika nimeoga. Kwanza kabla ya kwenda nyumbani nilipaka mafuta hapa mikononi kwa sababu nilikuwa na shida ya ganzi mikono. Baadaye nilipopaka mafuta nikasikia mikono ikaanza kuwaka moto, afu nikapiga shoti ya mkono mmoja kama kuna msumari unatoka hapa kwenye bega la kushoto. Nimetoka hapa nimeenda nyumbani, nilifika nyumbani nikaoga, nilipoanza kuoga nikaingia kulala saa 2 na dakika 50. Saa 3 na dakika 50. Saa 3 na dakika 50 hadi saa 6 sijapata usingizi hata kidogo, kwa sababu nilikuwa mafuta nikapaka usoni, nikapaka kichwani, nikapaka mwili mzima, kwa sababu nina shida ambayo nilikuwa silali. Nikilala asubuhi siwezi kuamka, siwezi kuosha vyombo, siwezi kufanya kazi yoyote. Kama nimetwishwa container la mawe, labda si kokoto, si matofali ya bloko. Ikawa ni shida, nimehangaika.
Niambia nende Kigoma nyumbani, bado nikatibia, nikasema hamna, siendi. Tafanyaje? Kuna shehe anakuja, taenda kwenye dua, maana nilikuwa Mkristo. Nimesilimu mwezi wa 9 tarehe 12 nilikuwa nimefunga na ndoa na mume wangu ambaye ni Muislamu. Kwa hiyo nimelala ile usiku. Saa 6 nilipata usingizi. Ilipofika saa 7 nikapata usingizi. Nimelala. Kaja mwanaume mmoja yupo uchi. Anataka kuniingilia kimwili. Subhanallah. Aliposogea kitandani, mume wangu alikuwa hayupo, kaka bi mkubwa. Anataka kunisogelea kunivua nguo, kapigwa shoti kanilokea ukutani. Aliyekuwa nyuma yake akasema wewe huwezi. Amevaa t-shirt ya Simba rangi ya blue, kavaa suruali nyeusi. Akasema ngoja nisogee mimi. Kasogea kitandani, anataka kunifunua, na yeye kapigwa shoti kanilokea kwenye mkoba. Na mkoba ambao uko ukutani, kanilokea kwenye mkoba. Hao akaondoka. Alipoondoka nikaangalia juu kwenye paa la nyumba, yani juu kwenye kenchi. Kuna watu watatu. Wawili wanapigwa mikanda, wanapigwa. Sasa kutaka msaada, kuna dadangu anaitwa Mama Asa yupo Mwanza. Nikamuita dada, akasema baba, wewe nisaidie, kuna watu wanataka kunibaka. Nikilala kweli juu naangalia watu wanapigwa, ila sura zao sijui. Katika hao wanaume wao kuja wanataka kuniingilia kimwili, nilimfahamu mmoja tu. Nilipomfahamu mmoja, yule mwingine aliyekuwa uchi anataka kabisa, ile kaja kabisa moja kwa moja kabisa, na alipojiandaa yule nyuma na mgongo, unaona kaenda kujipigiza ukutani kabisa, na muone hivi kwenye usingizi. Kwa hiyo kuanzia saa 3 sikulala, nimekuja kupata usingizi saa 7 usiku ili niweze kuona kile kinachoendelea kupitia mafuta ya shehe. Mzazi aliyemzaa Shehe Sharifu, aliyemzaa Shehe Sharifu, mbingu ni yake. Yaani yule mzazi aliyemzaa hata itokea dunia ya wapi. Ndio. Labda Aisha, tukupe nafasi hii kupitia hapa Makili TV, Firdaus TV pamoja na Top Zero. Kutoka moyoni, ungependa umwambie neno gani Shehe Sharifu wewe mwenyewe sasa? Yaani Shehe Sharifu, kwanza namuombea kwa Mwenyezi Mungu aishi miaka 100. Pili, aendelee kutusaidia na awasaidie wengine, na ataendelea kusaidia hata watoto wetu. Aishi miaka 100 hapa duniani akitenda mema, na akiendelea kusaidia watu wanyonge kama sisi. Nashukuru sana. Amina. Tukiwa Firdaus Center, uwanja huu wa kongamano ambapo yanafanyika hapa kongamano la huruma ya Mwenyezi Mungu likiongozwa na Dr. Sheikh Sharif Idris Al-Kadiri, mume na kiboko ya wachawi. Leo ni siku ya 4 kama vile ambavyo nimekutanabaishia toka awali. Tuko na mama hapa. Uzuri mama huyu alipopata taarifa toka siku ya kwanza yuko hapa. Mengi anayo mwenyewe ya kuzungumza, lakini walau tuweze kumsikiliza yeye mwenyewe kile ambacho anakuambia. Mkubwa, habari za majukumu? Nzuri. Tufahamu jina lako. Naitwa Happiness. Ni Happy, toka siku ya kwanza umesema uko hapa. Kipi kimekuvutia mpaka umekuja kwenye kongamano kwanza? Nimefurahi sana. Niliposikia kuja huyo shehe, nikasema mpaka nimuone. Lakini kwa kweli kwa siku ya kwanza nilipoingia hapa, nilimsikiliza na nikaanza kusikia mwili unanichemka. Baadaye nikaendelea kusikilizia. Nikaona naendelea kupata nafuu. Nilipata nafuu kwa siku ya kwanza. Siku ya pili nilipokuja niliona uponyaji. Siku ya 3 ndio naona niko tayari. Mimi Bwana Yesu yupo. Kwa sababu nilikuwa siwezi kuongea, lakini naongea. Nilikuwa mwili wangu ulikuwa umepata paralysis upande mmoja, lakini kote kuanzia kichwani mpaka kwenye magoti nasikia nimepona. Nimebakia tu sehemu moja. Kazi labda ulikuwa unaweza kufanya kazi yote kabla ya kuja kwenye kongamano? Mimi nilikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Nimelisha wafanyakazi waliotengeneza soko la Feri sokoni. Nimetoka baada ya soko kuhamia watu, nikatoka pale Feri nikaenda Buguruni, nikafungua sehemu ya nikapata sehemu kufungua nikalisha kina malishe. Nimefanya biashara nyingi sana. Nikatoka Feri nikaenda Coca-Cola kiwandani kulisha wafanyakazi wa Coca-Cola. Nimalisha wafanyakazi na nikajenga huko Coca-Cola. Sasa hivi hali yako ikoje? Sasa hivi najisikia na amani na furaha sana. Neno lako kwa Sheikh Sharifu, nadhani jana kuna mambo alikwambia, lakini hali ile mkanao leo umekuwa na nguvu. Nataka toka saa 1 asubuhi uwepo hapa. Ungependa umwambie nini sasa? Nina hamu sana kuongea naye
Mungu amjalie, Mungu ampe baraka, Mungu amzidishie, atatufungulie riziki kama alivyofungulia ya kwangu. Nikushukuru. Huyu Bi Happiness ambaye ametoka kumaliza hivyo, lakini kwambia tu kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Tukipa nguvu na fatujua sadi maji ambayo huondosha maradhi mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Ndani ya chupa moja ya maji kuna mchanganyiko wa maji aina 7 ndani yake. Tunaishi kwa msemo unasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mimi nilipota wako jina la Al-Habib Sheikh Mungia, Babyface, sura ya kitoto. Endelea kuangalia Makini TV, Top Zero TV, Fidas TV, Bato TV pamoja na Nyundo TV. Kwa pamoja tunashirikiana kongamano la huruma Mwenyezi Mungu siku ya leo, viwanja vya shule msingi Mkokozi. Kutokea viwanja vya kongamano hapa Mkokozi shule ya msingi ambao wengi kutoka awali unaweza kuona wale ambao wameweza kusaidia chakula, lakini kile ambacho kinazungumza ushuhuda wao wenyewe kwa kile ambacho kinawazungumza. Kuna mmoja hapa wa mama ambaye jana amefanikiwa kuchukua mafunzo ya Pamoso, lakini kilichotokea bwana mabinti sawaneko Wale wa rahmatullahi Sharifa Ismail ni mkazi wa hapa Mkokozi. Jana ukachukua mafuta Chukua mafuta nini kimekutokea? Kwa vile tulivyoelekezwa kutia kwenye maji ya moto na asubuhi nilipokwenda msalani nimepata vitu nikaona ni vyema nivichukue. Tumbo vipi kile kama kuna tofauti fulani ana nikichekiwa naambiwa na uvimbe uko na lala nahisi kama ndani ni kwa leo imekwisha. Kile hiki kilichotokea kutoka moyo ungependa kumwambia Sharifa yeye anakusikia sasa, naomba tu atusaidie na tuweze kama furaha. Nikushukuru. Asante.